Ni lazima tuwe na mwamko sisi wenyewe kama Watanzania. Ni ajabu mtu anaishi Mbeya, mtu anaishi Rungwe hii, lakini hajawahi kufika Ziwa Ngosi, hajawahi kufika Mlima Rungwe, lakini mgeni kutoka mbali anakuja hapa. Sasa ni wakati umefika kwamba sisi kama wana Mbeya, wana Rungwe, wa Tanzania kwa ujumla tutembelee vivutio mbalimbali vya utalii. Na utalii si katika wanyama tu. Wengi wamezoea kwamba utalii labda ni katika wanyama. Hapana. Ziko mbuga kama hizi, hifadhi za taifa, lakini pia tunatarajia sasa tufanye utalii wa kiutamaduni, kuonyesha mila na utamaduni na mambo yaliyopo katika makabila yetu. Vizazi vya sasa hivi havijui nini wazee wetu walikuwa wanafanya. Kwa hiyo nitumie fursa hii tufanye utalii sisi wenyewe kama wananchi kwanza wa Tanzania, kwa maana wana Rungwe, lakini kwa niaba ya mkuu wa mkoa kama wana Mbeya, ili tuweze kufanya utalii. Tukifanya sisi wenyewe, wageni watafuata. Lakini wadau wote wa utalii, ziko fursa mbalimbali za uwekezaji katika masuala mazima ya utalii katika wilaya yetu ya Rungwe. Kwa hiyo naomba nitumie fursa hii kuwakaribisha kwa wale ambao watapenda kuwekeza katika vivutio vya halmashauri, basi waje kukutana na mkurugenzi wa halmashauri ya Rungwe au Busokelo ili kuweza kuona fursa zipi za utalii ambazo sisi kama serikali tutaingia nao mkataba. Serikali tayari imeshatoa fursa kuweza kufanya mkataba kwa maana ya PPP ili kuweza kufanya ubia kati ya sekta binafsi pamoja na serikali katika swala zima la uwekezaji. Kwa siku ya leo wageni mbalimbali walitembelea kwa ajili ya kuangalia kivutio chetu. Naamini tulipata watalii zaidi ya 250 ambao walitembelea kivutio chetu hiki. Kwa hiyo kwa mantiki hiyo sasa tunaamini wote waliofika katika eneo letu hili watakuwa mabalozi kwa ajili ya kutangaza kivutio chetu cha utalii. Binafsi nimejifunza vitu vingi sana. Nimejifunza uasili wa nchi yetu upoje. Tumejifunza namna ya uhifadhi wa mazingira ambao unatakiwa kuwepo. Kwa hiyo nature nzuri kabisa, mazingira mazuri, hali ya hewa iko vizuri. Kwa hiyo ni sehemu kubwa ambayo tumejifunza tunahitaji kufanya hili jambo mara kwa mara. Utalii unatakiwa uwe sehemu ya maisha yetu. Tumeona uoto wa asili, tumeona vitu vingi, tumepanda milima, yani licha ya kuona uoto wa asili lakini tumejenga afya kwa kufanya mazoezi mbalimbali. Kwa hiyo japokuwa tumeshindwa kuona baadhi ya vitu kama Lake Ngosi hali ya hewa imekuwa mbaya, lakini tunashukuru Mungu tumeona vitu vingi vyenye utofauti. Kwa hiyo utalii siku zote ni afya. Tunaomba watu mbalimbali wapende kwenda kwenye utalii ili tuweze kuijenga nchi yetu. Moja kati ya kitu ambacho kimenivutia ni kukutana na aina tofauti ya mimea. Hicho cha kwanza, lakini cha pili nimevutiwa kuona kuna baadhi ya mimea imeweza kuwa labeled, yani imeweza kutambulika, wakaweka kwamba ni aina mmea fulani. Baadhi ya sehemu nyingi nilizopita nilikuwa naona kama nachoka wakati napanda, ila ninavyozidi kwenda nazidi kujikuta na amani, na natumai watu wengi sana, kwa sababu kuna wengine wakati tunaanza safari walikuwa wanaonekana kama hawezi kufika, lakini wameenda na wanarudi wana furaha. Hicho ni moja kati ya kitu ambacho kimenivutia sana. Kwanza kabla hapo nilikuwa sio mmoja wapo ya watu ambao wanapenda kuhudhuria kwa mambo haya, hasa kuhusu utalii wa ndani. Lakini leo nikaona si vibaya wala sio vema kuacha watalii wa nje wanakuja kuangalia vivutio vyetu, alafu sisi tunazaliwa mpaka tunazeeka tuone hivyo vivutio. Lakini mimi nikaona ni vema siku ya leo niungane na wenzangu kwa ajili ya kuja kuangalia kati ya vivutio vya utalii ambavyo Mungu ametubarikia sisi kama nchi ya Tanzania. Nikaona leo nije nitembelee Lake Ngosi. Katika tukio hili la kutembelea Lake Ngosi nimeweza kujifunza vitu vingi ambavyo nilikuwa sivifahamu. Vingine nilikuwa navisikia kwa watu kwamba Lake Ngosi imekaa kama ramani ya Afrika. Nikasema hebu niende nikajionee mwenyewe hiyo ramani ya Afrika imekaaje kwenye mlima Ngosi. Na kweli nimeweza kufika mahali hapa, nimeweza kuona, kwanza nimeweza kupanda mlima, nimeweza pia kuangalia na kivutio ni kweli ni kizuri, na pia nimeweza kufuatilia historia ya mtu ambaye alikuwa amesimama kusimulia historia ya kijiografia pamoja na historia ya Kiafrika.